taifa la Israeli liliwahi kugawanyika, likawa na aina mbili za ufalme. Kulikuwa kuna ufalme unaitwa ufalme wa Yuda, ambao ufalme wa Yuda ndio ambao unatuunganisha na Bwana Yesu. Lakini kulikuwa kuna ufalme mwingine ambao uliitwa ufalme wa Israeli. Katika falme hizi mbili kulikuwa kuna wafalme wao, japo mwanzo ilikuwa ni falme moja ambayo ilifahamika kama Israeli. Lakini walikuja kugawana au walikuja kupishana, sababu sio somo langu, lakini nimetamani nianzie hapo ili iweze kunielewa. Sasa kwenye eneo hili tunakutana na aina mbili ya wafalme. Mfalme Ahabu alikuwa ni mfalme wa Israeli, na kukawa na mfalme mwingine anaitwa Manase, yeye alikuwa ni mfalme wa Yuda. Mfalme Ahabu alipotaka kuoa, akaenda kuoa kwenye falme nyingine ili aweze kujipatia mke huko. Kwa akaenda kuoa kwenye falme ya Kisidoni au kwa Wasidoni. Ufalme wa Sidoni ulikuwa sio ufalme wa Kiisraeli, ulikuwa ni ufalme mwingine tu, ambao ufalme huo ulikuwa ni tajiri sana. Ulikuwa ni ufalme ambao umeinuka sana kiuchumi. Lakini kwenye ufalme wa Sidoni kulikuwa kuna binti wa kifalme, ambaye binti huyu ndiye ambaye alileta gumzo kubwa la kubadilisha ufalme wa mfalme Ahabu na kujikuta ameingia kwenye roho nyingine au ameingiza miungu mingine kwenye ufalme wa kimungu. Kwa hiyo mfalme Ahabu akajikuta ameenda kuoa kwa familia ya kifalme ya ufalme wa Sidoni, binti wa kifalme. Baada ya kumwoa huyo binti, akawa na miungu yake, akawa na roho ya umalaya, ana roho za miungu mingine, lakini pia ana uharibifu wa kila namna. Ale maarufu kama Jezebel au Yezebel. Huyu mwanamke ni mwanamke ambaye alikuja kupindua kitu cha kimungu ndani ya Ahabu. Huyu ni mwanamke aliyetumika kuja kuondoa kitu cha kimungu ndani ya Ahabu na ndani ya taifa la Israeli. Ahabu ndiye mwanamke ambaye alishinikiza watumishi wa Mungu wa kipindi kile wapitie mateso makali, kwa sababu alitaka kuangamiza na kuondoa kabisa manabii wa Mungu na kutaka manabii wa Baali waweze kuwa na nguvu. Vita hiyo ilikuwa ni kubwa sana katika Biblia, kwa sababu ilikuwa ni vita ambayo inagusa watu wa Mungu, inagusa mamasi wa Mungu. Sasa kwa sababu ya muda najaribu kukufanyia stori hii iwe fupi. Ahabu alionywa mara nyingi na Mungu kwa habari ya mwanamke aliyekuwa naye na kwa habari ya tabia yake. Lakini Ahabu alikuwa ni mtu ambaye anabadilika kwa mazungumzo, lakini ndani habadiliki. Anaweza kuonekana anabadilika kwa kuongea, lakini ndani habadiliki. Sasa leo nataka nikufundishe kwa habari ya toba ya kweli, ambayo haikubadilishi tu kwa maneno, inabadilisha moyo wa ndani. Ambayo haibadilishi tu maneno kwamba nimetubu, Mungu umenisamehe. Toba itakayobadilisha ndani, toba itakayogeuza ndani. Hiyo ndo mahali pengi tunaikosa. Tunahitaji toba ambayo itatugeuza nia zetu za ndani. Tunahitaji toba ambayo itatubadilisha kabisa. Sasa toba ni nini? Kwa lugha nyepesi, kwa kufupisha, wengi wanasema toba ni hali ya kugeuka, ni mgeuko. Manake ni kama mtu alikuwa anaelekea njia fulani, anaamua sasa kugeuka, anaamua sasa kugeukia upande wa pili. Kwa hiyo toba ni mgeuko wa ndani. Toba ni mgeuko wa ndani. Sasa toba ya kweli inahusisha mambo yafuatayo. Inahusisha kitu cha kwanza, kutambua kuwa umetenda dhambi. Ukiona unatenda dhambi alafu unaona kama sisikii hatia, naona kawaida tu, ujue ndani hakuna mahusiano yako na Mungu. Toba ili uweze kuifikia, unahitaji kuitambua dhambi. Jambo la pili, toba ya kweli inahitaji uhuzunike.
yaani ujisikie nimekosea, ukose amani. Ukiona unatenda dhambi, mwanangu unayenifuata kwa mtandao na uliye mahali hapa, husikii ndani hatia, ujue Mungu hayuko na wewe. Roho Mtakatifu alishaondoka ndani yako, umebaki mwenyewe. Ukiona unatenda dhambi, hata kama hamna anayekuona, lakini unasikia ndani hatia, ile conscious yako ya ndani unasikia nimemkosea Mungu, hata kama hamna aliyeniona, nasikia kutubu na kungama, ujue ndani yako chemichemi za Mungu bado zipo. Mtu yoyote unayetenda dhambi kwa siri au kwa wazi, ukaona usikii hatia ndani ya moyo, Mungu alishafarakana na wewe. Maana yake nini? Kama ukitenda dhambi usikii ndani kwamba kuna kengele na gonga, hakuna maombi yako utakayoomba yanaweza penya. Maana yake tayari umefarakana na Mungu. Utamwambia nini Mungu? Tunapitia wakati mgumu sana sasa hivi. Tunaombea watu ambao wamefarakana na Mungu. Tunaombea watu ambao wamekosana na Mungu. Unasema Mungu, mbona mtu afunguliwi? Kumbe alishafarakana na Mungu zamani. Unasema Mungu, mbona huyu hapokei? Nisikilize, ingekuwa ni ngumu sana kama Kaini angeenda kwa mchungaji yoyote kuombewa na kufunguliwa, kwa sababu alama ya mateso ya Kaini ilikuwa imewekwa na Mungu mwenyewe, sio na mwanadamu.